wanafunzi walikuwa wanasifika sana kwa bata. Yaani ni wachache sana waliwahi kujiongeza. Yeah. Wachache sana. Lakini sasa hivi asilimia kubwa ya wanafunzi wanaosoma kwenye vyuo wanaanza, mtu yuko mwaka wa kwanza anafanya biashara. Ni winga. Sio, umeelewa? Yaani yuko mwaka wa kwanza kashajiongeza, anaona kabisa huu mchongo wa kusema mimi nisikilizie hapa mpaka nimalize chuo. Uongo. Hapo ndo nianze kutafuta kazi, hapana. Ile boom langu hili. Nalitumia. Boom lake lile anagawanya pasu pa. Anachekecha. Mshanga mpaka anamaliza na maduka yake ya nguo. Kwa sababu kuna mabinti anachukua kwenye laki ya bumu ile. Anajitupa zake Karume pale. Anasagura pale. Kuna nguo za buku mbili za buku 3. Anakuja chuo kwa wale wavivu ambao ni wavivu wa kwenda kusagura. Au hawajui. Anakwambia EF7. Umeelewa? Anaanzia 10,000 ili anajua mwisho wangu 7. Kibageni 7. Yeye ametoa shilingi ngapi? 2,000. Yeye ametoa 2,000 katika ngoi moja. Na usafiri jero 2,500. Sasa mimi nika connect dots zangu kama mtu mzima tu. Nishakuwa mzee sasa hivi. Ndio maana tunapoona kundi kubwa la watu hawa vijana tunawasema wanakula bata, waulizeni source ya income zao, msiwalaumu. Waulizeni vyanzo vyao vya mapato. Vimetoka wapi? So kila mmoja anajiuza. Walitafuta vigezo vyao na masharti yao. Wapo wenye mapungufu yao. Ndio. Wapo kundi ambalo wamejiongeza. Mimi ninao mifano ya watu ninaowajua. Kabisa. Na mpaka anamaliza chuo, alichokisomea sicho anachokifanyia kazi. Na alichokisomea sicho ambacho kimempa hela ambayo anayo.